umejawa na rehema na neema tele, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Asante Mungu wa baraka, asante Mungu wa maana, asante mfalme wa ajabu, asante Bwana Yesu, asante kimbilio. Tunakushukuru Yesu kwa ajili yako tumepatikana leo Bwana. Tukufu na uinuliwe kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini na tuseme amina. Mungu akubariki sana. Sogea viti vya mbele. Umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Tumebarikiwa sana kuwa pamoja na wewe katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Bwana. Popote unatazama ukiwa, nasema karibu sana tena katika jina la Yesu Kristo, tunapoenda kushiriki neno la Mungu ambalo ni mkate wa uzima, chakula cha uzima. Yesu alisema kila anila atakaye nila ataishi. Kwa hivyo karibu sana. Hakikisha unashare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Basi tulishukuru Mungu kwa sababu ya wiki 3 ambazo tumekuwa tukijifunza kuhusu Destiny Helpers, na nafikiri kwa hayo yote ambayo tulijifunza, natumai umechukua nafasi ya kufanya the right thing na pia nafasi ya kuomba katika jina la Yesu Kristo. Kasema ya kwamba leo tutaanza kuongea kuhusu matendo ya imani. Matendo ya imani katika jina la Yesu, kwa sababu nguvu ya imani ni matendo ya imani. Nguvu ya imani ni matendo ya imani. Pumzi ya imani ni matendo ya imani. Uhai wa imani ni matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. So kinachoonyesha ya kwamba imani yako inaishi ni matendo ya imani yako. Kinachoonyesha ya kwamba imani yako iko hai, inaishi, ni matendo ya imani yako. Kwa sababu ni vizuri uelewe, ukamilishe. Nilikuambia unapaswa kuamini, unapaswa kuongea kile ambacho unaamini, na pia unapaswa kuchukua hatua ya kile ambacho unaamini. Hizo zinafuatana hivyo. Na sasa ni vizuri ujifunze kukamilisha, na ni vizuri ujipime. Usije ukawa mmoja wa wale watu wanaoturingia wana imani. Hatukatai. Aliyekufa na aliye hai, zote mbili ni watu. Ni mtu amekufa, ni mtu ako hai. Kuna watu tumeona wake zao wamekufa, hawaendi kuwazika, wanaoficha kwa nyumba, wanaishi naye. Nasikia ameishi na mke wake, alikufa miezi 2 iliyopita, ako na mke wake kwa nyumba. Mnafikiria ni mke wake hai, mnasikia kumbe alikufa. Kuna watu waliamini wanadamu wahubiri zaidi ya Mungu. Hawa wanadamu walipokufa hawakukubali wamekufa, waliendelea kukaa na wao. Ni mtu, lakini ni mtu aliyekufa. Sasa Wakristo wengi tuko na imani lakini hayuko hai. Sasa wiki hii wacha Mungu akusaidie ujue kama imani yako inapumua. Si unajua mahali ya kugusa mtu kitaka kujua ako hai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wiki hii tunaingia katika maisha ya kupima kama imani yako inapumua. Ni imani lakini kama inapumua. Na Yesu Kristo alisema, number 1, alisema imani yako imekuponya. Kwingine alisema imani yenu iko wapi? Kwingine alisema aliona imani yao.
Angalia hizo tofauti. Kwingine alisema imani yako imekuponya. Kwingine Biblia inasema kwamba Yesu akaona imani yao. Na kwingine Yesu akauliza imani yenu iko? So imani inaonekana. Kwa sababu walipokuwa wanamporomosha yule mpendwa aliyepooza, Yesu alipowaangalia, Biblia inasema aliona imani. Ni nini aliona? Ni nini aliona? Matendo ya kuamini kwao. Waliamini tukimchukua tumpelekee Yesu atapona. Waliamini Yesu anamponya. Waliamini tukimchukua tumpelekee Yesu atapona. Sasa tumeamini hivyo. Sasa tuiweke kwa matendo. Twende tumchukue. Vile waliamini, waka exercise vile wameamini, wakamchukua. Bwana Yesu asifiwe. Wakamchukua. Walipofika wakapata watu ni wengi wamejaa kwa nyumba. Siku zote imani ya matendo, nataka kuambia utafanya njia. Ukiwa ni mtu umezoea kuamini na kinyume amini unachukua hatua hiyo, your faith will never disappoint you. Kwa sababu umezoea kufanya kinyume amini. Kwa sababu umezoea kufanya, kusema kinyume amini, your faith will never disappoint you. Hii ndio ile imani inakuwaga creative. Kama utazoea kufanya kinyume amini, let me tell you, imani yako itafanya njia. Imani yako itakufanyia njia. Imani yako itakuambia la kufanya. Walipofika wakapata kwa ile nyumba kumejaa watu, hawakuvunjika moyo. Hawakusema sasa tutamuingishia wapi. Hawakusema sasa hao watu wamesimama si wagonjwa, si tuwatoe mgonjwa apite ndani. Hawakufanya hivyo. Hii imani ilisema hapa, kama njia hakuna chini, hii mabati mnaweza ngoa. Nyumba sio yao, sio kwao, lakini walisema imani ya matendo ndio ilikuwa creative. Ikawaambia pandeni juu ya dari. Hiyo ilikuwa ni action part of their faith. Na wakatoa. Yesu hakukuwa amekaa, Yesu alikuwa anaendelea na ibada. Kama kuna kitu kitasimamisha mambo mengi, nataka nikuambie ni matendo yako ya imani, si kuamini kwako. Yesu alikuwa anahubiria watu. Yesu alikuwa anafundisha. Yesu kuna kitu alikuwa anafanya. Hawakumwambia Yesu tulete ama tusilete, na kuambia imani ya matendo. Yesu hawezi endelea na vitu vingine. Imani ya matendo, Yesu hawezi endelea kuhubiria watu na kuna matendo ya imani hapa. Yesu alisimamisha mkutano. Yesu alisimamisha shughuli zake kwa sababu alipokuwa anaendelea kuhubiri. Unataka kuniambia kungoa mabati ni kazi rahisi? Si ilipiga kelele? Kwani haikumkwaza Yesu? Kwani haikumsumbua Yesu? Wacha nikuambie, kungoa mabati ilikuwa ni kelele gani? Ilikuwa ni sauti ya imani yao, matendo ya imani yao. Haleluya! Imani ya matendo basi iko na sauti. Na ninaomba wiki hii kwa jina la Yesu upate changamoto, imani yako isikike, imani yako ionekane. Haleluya! Haleluya! Hiyo kuparaga juu ya paa ya nyumba, hizo kelele zote zinaitwa kelele ya imani katika jina la Yesu. Ninaomba kuanzia leo kelele za imani zisikike kutoka kwako. Kelele za imani zisikike kutoka kwako. Yesu hakusema ni nani hao wanapiga kelele, maana anajua sauti ya imani vile inapiga kelele. Wakatoa mabati, wakabomoa, wakatoa yote, wakaanza kumshukisha chini. Yesu alipoangalia hakuona watu wanne, hakuona mtu amepoza, aliona imani. That's powerful. That's powerful. Kumaanisha kwamba wapendwa, imani yako inaweza ikaonekana. Sijui kama tumefika level
ya imani yetu kusikika na imani yetu kuonekana. This is the greatest challenge na kupatia leo. And it is possible. It is possible. Imani yako isikike na imani yako ionekane. Je, tumefika hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kuhusu kuamini tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bali ni kuhusu kuchukua hatua ya vile umeamini. Sio kuamini tu, ila ni kuchukua hatua ya vile umeamini. Sio kuamini tu, ninaamini. Unaamini utapata kazi? Ninaamini nitapata kazi. Unaamini itakuwa sawa? Naamini itakuwa sawa. Unaamini ninaamini. Aishi hapo. Ukishamaliza kuamini, chukua hatua ya vile umeamini. Chukua hatua ya vile umeamini. Na ndio niko hapa kusema process ya imani nimekuja kukuambia imalize. Complete that process. You need to believe, say what you believe, then act. Action, part of what you believe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu action ndio evidence of your faith. Matendo ndio shahidi ama matokeo ya imani yako. Matendo ndio evidence of your faith. Na wengi hatujafika kwa action. Wengi tumekwama, I believe, yes I believe, yes I believe, yes I believe, yes I believe. Ninaamini itakuwa, ninaamini itafanyika. Lakini kwa kuchukua matendo ya vile tumeamini, sisi hatuyuko hapo. Leo nimekuja kukuambia katika jina la Yesu Kristo, matendo ya imani yako inapaswa ionekane katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kusema kamilisha process ya imani yako. Kila mara unapoamini, chukua hatua ya imani. Malizana na kuamini, alafu ingia kwa matendo ya vile ambavyo umeamini. Ingia kwa matendo ya vile ambavyo umeamini. Hautakuwa mtu wa kawaida. Hii sasa ndio itakufanya usikuwe Mkristo wa kawaida. Ni matendo ya imani. Na ndio maana tunataka tutachunguza matendo ya Ibrahimu. Ibrahimu yote kuongeleshwa, tunaongeleshwa kuhusu Ibrahimu. Yote ilikuwa ni matendo ya vile aliamini. Mambo yote uliona Ibrahimu alifanya ilikuwa ni matendo ya vile alikuwa anaamini. Kwa sababu kumbuka, mambo ya Agano la Kale ni kivuli cha mambo mema yatakayokuja. Kwa hiyo ni kivuli cha reality. So ni kivuli, tunaweza tukasema matendo ya Old Testament ilikuwako ni action ya their faith. Sasa kwa Old Testament hawa watu walikuwa sehemu sana ambayo tunatajiwa ni sehemu yao ya matendo ya vile waliamini. Maana Mungu alipokezea Ibrahimu akamwambia Abrahamu akaamini. Kwa sababu ya kuamini, Abrahamu akachukua hatua. Mambo ambayo ilimtendekea Moses, kenye Moses alifanya yote ilikuwa ni matendo ya imani yake. Rahab ilikuwa ni matendo ya imani yake. Abel kutoa alikotoa ilikuwa ni matendo ya imani yake. Let me tell you, the driving force ambayo ilikuwa inawasukuma, it was their faith. It was their believing ndio ilikuwa inawasukuma kufanya kenye walifanya.
Na ndio maana tunakuja tunaletewa wao kwa Waibrania, tunaanza kuambiwa by faith Abraham, by faith Moses, by faith. Lakini kwa Old Testament hakuna mahali tunahitanishiwa na imani. Hakuna mahali tunaambiwa Musa kwa imani akaachilia fimbo kwa bahari ya Shamu. Hakuna kitu kama hiyo tunaambiwa. Hakuna mahali tunaambiwa Musa akakuwa kubwa akasema mimi nimeamini, mimi si wa hivyo. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa sababu wao walikuwa kwa sehemu ya matendo. Na ndio maana mambo yao ilienea sana. Kwa sababu walifanya sehemu ya imani ya kuamini sana ya matendo. Lakini sisi karne hii tumejawa na kuamini sana, lakini hatujajawa na matendo. Hiyo ndio shida yetu. Na ndio unawaona walikuwa wachache lakini walifikia wengi. Sasa hii tuko wengi tunafikia wachache. Umejua hivyo? Na angalia sisi tuko na mitandao. Mtandao unanisaidia kufikia dunia mzima. Through my Facebook, hakuna mtu wako dunia hii hawezi akanifikia. Mtu yoyote mahali popote yako kwa hii dunia, akiandika tu Apostle Simiyu, nataka nikuambie, anapata nini? Ananipata mara moja. Mtu yoyote mahali popote. Lakini tunafikia wangapi? Leo tunafikia wangapi? Tunafikia wachache na tuko wengi. Shida iko wapi? Tumejawa na kuamini sana, lakini hatuyuko kwa matendo. Hatuyuko wapi? Hatuyuko kwa matendo. Na ndio nimekuja kukupatia changamoto. Kenye kitaleta mabadiliko kwa maisha yako, si kusikiliza injili sana. Kwa sababu injili unapoisikiliza sana, inainua imani, inajenga imani yako. Unahitajika baada ya kuisikiliza injili yote umesikiliza, enda uiweke kwa matendo. Hapo ndipo mambo inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo nilipenda style ya Magufuli ya leadership yake. Mimi nilipenda hivyo. Ameamrisha kazi zinafanya, lakini akae wapi? Kwa ofisi. Alafu anaenda wapi? Kwa ground. Hii hospitali tulipeana bilioni 3, inapaswa kuwa iliisha kitambo. Anafuatilia kenye aliachilia, anaifuatilia kwa ground. Wapendwa, nimekuja kusema ni wakati wa kuweka matendo ya imani. Hebu nisome andiko hili la Yakobo, James chapter 2 verses number 17. Tutakagua pale. James chapter 2 verses number. Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo. So imani inapaswa kukuwa na nini? Imani, Biblia inaanza kuongea kuhusu imani isiyokuwa na matendo. Kumaanisha imani inapaswa kuwa na matendo. Tunapoendelea kujifunza, endelea kujiuliza maswali. Je, imani yangu iko na matendo? Watu wengi waliwacha kuomba, maana waliomba na wakakwama kwa kuomba. Watu wengi wamevunjika moyo. Kama tuko na watu ambao wako disappointed, matumaini mekatika, watu wako pabaya, na kuambieni ni kanisani. Kwa sababu kuna vitu ambavyo hawakamilishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu pia wanalaumu watumishi wa Mungu, na ni kwa sababu yao hawakamilishi imani zao. Sasa tunaanza kwa kuambiwa vivyo hivyo na imani isipokuwa na nini? Na matendo. Kumaanisha wapendwa, ingie ndani mwako, imani yako inapaswa kuwa na matendo. Imani yako kuwa na matendo, tunasema imekamilika. Sasa sikiliza, imani yako kuwa na matendo, haijalishi ni imani kubwa, ni imani ndogo, ni imani aina gani. Cha maana tunaambiwa imani yako inapaswa kuwa na matendo. Sasa ujiulize, je, imani yako iko na matendo? Imani isipokuwa ina matendo imefanya nini? Imekufa nafsini mwake. So ni imani lakini imekufa.
Sasa ni wewe uanze kufanya leo, uweze kuondoa kukufa kwa imani yako, uweke matendo. Maana kuna imani mara mbili, imani iliyo na matendo, imani iliyokufa. Ni gani ambayo wewe uko nayo? Wengi twajivuna tuna imani, wengi twajivuna tuna imani, wengi twajivuna twaishi kwa imani, lakini hatuchakagua imani yetu ni imani aina gani? Ni imani iliyo na matendo ama ni imani iliyokufa? Imani yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Imani yako ni gani? Sasa kuanzia leo hapana ongea kuhusu imani peke yake, kamilisha. Kamilisha. Maana unaweza kuwa wewe ni mnoma sana kwa kuamini, mnoma sana kwa kuamini, lakini nataka nikuambie jawabu ndio hauna kwa maisha yako. Lakini wewe ni mzuri sana kwa kuamini, wewe unaamini, yani wewe unaamini, lakini matokeo hakuna kwa maisha yako, kwa sababu pia hakuna matendo. Kuanzia leo nimekuja kukupea changamoto, anza kuingia kwa matendo ya imani yako. Vile umeamini kuhusu kupona, ingia kwa matendo. Vile umeamini, vile imeandikwa, weka kwa matendo. Imani yako ni gani? Tuko na imani iliyo na matendo na tuko na imani ambayo imekufa. Zote mbili ni imani. Tukisema ni nani wako na imani, imani ya matendo ataweka mkono juu, na imani iliyokufa ataweka mkono juu. Maana zote mbili ni nini? Ni imani. Shida ni kwamba moja iko hai na moja imekufa. Sasa twende zaidi kwa imani iliyokufa. Sasa chochote kimekufa mara moja kinaanza kufanya nini? Maana chochote kimekufa, lugha nyingine tunaita mzoga. Biblia inasema palipo na mzoga, hapo ndipo tai ufanya nini? Utua. So, kwa nini mzoga mahali upo kuna uvundo, kuna harufu mbaya? Kiwango chingine, uko na imani imekufa, na sasa vile imekufa, kelele. Imani iliyokufa haina kelele, iko na harufu. Imani iliyokufa, mtu akikufa kuna kelele anaweza piga kweli? Kuna kelele anaweza piga? Lakini mtu aliyekufa, umewahi enda mazishi? Juzi nilikuwa mazishi. Naona watu wako na Yolanda. Unajua Yolanda? Watu wa zamani mnajua Yolanda. Wanakaa nayo kwa jeneza, kazi yao ni fanya spray. Nimewahi enda zika, huyu mtu alikufa na hawakumtoa kwa nyumba. Wewe unasikia vile mtu ananuka? Afadhali ng'ombe nyemeoza, inanuka mzuri, utatamani nyama. Harufu ya mtu inachoma mapua, ni kali. Just imagine vile alikuwa na kazi ya kuzika. Wanapiga fresh air kwa ile sanduku ng'ombe, inzi zimejaa pale, harufu yenyewe iko pale. Ilitatiza watu. Unapoeka hiyo kama zishi nikafanya haraka haraka hiyo harufu itoke hapo. Maana palipo na hiyo harufu kukalika hakukaliki. Imani ambayo imekufa haitoi sauti, imeoza. Na kwa sababu imeoza, haitoi sauti, inatoa harufu, inanuka. Sasa niangalie, kuna Wakristo mko level mnanuka mbaya sana. Maongeo yako ndio harufu. Angalia vile unaongea. Si ati uamini, unaamini, lakini maongeo yako ni harufu mbaya tena sana. Na maongeo yako ndio inatuambia imani yako imekufa. Kuanzia leo nataka usikilize mtu kupitia kwa kinywa chake, utajua imani yake imekufa. Na tumesema imani iliyo na matendo inapiga kelele, kwa sababu iko na uhai. Na chochote kiko na uhai kitatoa sauti. Kwa labor ward ndio kuna nini? Kelele. Lakini kwa mochari hakuna kelele.
Shida ya imani iliyokufa inakaaga vile vile tu, lakini inazidigi kuharibika. Inazidigi kuharibika. Ni kumaanisha ya kwamba imani iliyokufa haichange kuwa nzuri, ina change kuwa mbaya sana. Imani ambayo imekufa inabadilika kuzidi kuwa mbaya. Huyu mtu vile mliachana naye, ukipatana naye ndiye ameoza mbaya sana, ndiye ameharibika kiimani. Sasa nataka uangalie imani yako. Iko ni sawa, lakini je, iko hai ama imekufa? Na imekufa lini? Imefika kiwango cha kuanza kuoza mpaka hata sasa maongeo yako ni mbaya. Watu wameokoka lakini maongeo yao sio nzuri. Wakute wakipitia hali, utasikia vile wanaongea. Wakute mambo ikiwatendekea, utasikia vile wanaongea. Na mimi nakuambiaga kwa jina la Yesu, kwa nini umeokoka uko town? Ukikuwa mgonjwa zaidi, wanakupeleka nyumbani kuvaa nini? Na wenye wanakupeleka ni watu wameokoka. Wanakupeleka nyumbani kufanya nini? Na kwenyu ni ka dispensary kako, hata kashindi hii Moirifaro hii hospitali tuko nayo hapa hakuna kwenyu. Kwenye tu ni kaduka kama dawa ndio kako huko. Sasa hii imeshindikana hapa, mmeona haikui sawa. Mmezunguka Kenyatta haikui sawa, mkaamua wacha tuende tumtibu wapi? Nyumbani. Imani zilizooza. Imani zilizooza. Ni nini anapelekwa kufanywa nyumbani? Kienyeji. Ni nini anapelekwa nyumbani? Mleteni tumtibu nyumbani. Anaanza kuzungushwa kwa waganga, anaanza kufanywa vituko, na ni mtu ambaye amepelekwa na watu wameokoka. Imani ambayo imeoza. That's why kanisani ukiona watu wanafanya vitu vingine usishangae. Mimi nikuambiaga, matendo yoyote utaona kanisani isiwahi kushangaza na watu. Inategemea na vile mtu amekuwa katika mambo ya kimungu. So kuna vitu vingine mtaona watu wakifanya, usishangae hajaokoka wala nini. Ni imani yako nao lakini ilikufa. Na kwa sababu imekufa, imejawa na harufu mbaya, matendo mabaya, hatua mbaya. Sijui ni mwaka jana ama ni mwaka juzi mimi. Sijui ni kwa bahati mbaya ama ni kwa bahati mzuri. Nikapita cross bag ya mtu, nikapatana na nini, karatasi ya waganga. Hebu niambie vile tutaanza kuongea na wewe. Tutaanzia wapi? Tutaanzia wapi? Ilifikaje mpaka karatasi ya advertisement ya waganga ikaingia kwa bag ya mtu ameokoka? Wewe niambie hiyo tutaanzia aje? Tutafanya kesi ya aina gani? Maana kuna kitu tukipata kwa bagi yako, utajiuliza bwana, ilifikiaje mpaka huyu mwenye alikuwa anaenda kipeana ya mganga ukaichukua na ukaisoma umeandikwa mganga na ukaweka kwa begi lako? Imani zilizokufa. Wewe siku moja fanya msako kwa bagi ya wamama. Fanya siku moja msako kwa bagi ya wamama. Hiko siku hapa, sijui ni mwaka gani, sijui ni 2017 ama 2016, sijui ni 20 what. Nilikuwa sijajenga church. Ninaomba na mtu hapa, na mtu mwenye amemfunga amekaa hapa chini, na mapepo zinaniambia kuna jeneza kwa bagi yake. Na amekaa hapo kwa kiti. Ako vita na mtu hapa. Maana hivi vita viko kanisani. So ako na jeneza ndogo kwa bagi yake na amekaa chini. Yaani kwa nini naongea mtu nikiongea na ninamwangalia wolo my. I thank God baada ya hiyo hapo kwa kanisa alitoka. Siku moja tu roho Bwana ashuke tu. Asema wamama wote leteni mabegi zenu hapa. Na kuambia ile vitu tunatoa kwa bagi za wamama mtashangaa. Na ndio wako hapa. Wangapi wanaamini? Mimi ninaamini. Lakini kwa mabegi vitu vimebebwa vya shangaza. Tuko na watu wanaamini lakini bado wanafunga watoto blada ya black kwa mkono. Ndiye asifanye nini? Ndiye asifanye nini? Asipotee. Ndiye asifanye nini? Asione una macho mbaya.
Sana sana watu wa kwetu huku chini. Huku kwetu upite kwa mtu alafu ndio uende huko kwetu. Sana sana watu huku chini. Nasa ya kuomba rabashanda, wewe ni Mungu, hakuna kama, na kimefunga mtoto. Watu wamefunga watoto mpaka viuno. Na wako kanisani na wanasema wanaamini. Hatukatai unaamini, lakini imani yako imekufa. Na kwa sababu imekufa, ndio bado unaamini kwa blada kukinga mtoto yako. Kama imani yako ingekuwa hai, ungesema hii blada siiweki. Wengine unajua mkienda nyumbani ni wazazi wenyu wanakushawishi hivyo. Sasa ni wakati wa wewe ku-exercise your faith na useme no. Roho wa Mungu angekuwa hapa anatupatia ile macho ine kama ya wanajeshi ya kiroho. Unavaa hivi unaangalia watu. Kai wololo mayo. Kuna mtu aliokoka unanyeshwa mgongo. Alichanjwa juzi. Na amekaa kanisa miaka 10. Juzi ndiye alienda akachanjwa. Ukiangalia mwingine wameweka irisi ameifungia hapa. Wengine wanaitoboleaga wanaingisha kwa hivi. Unafikiria ni kijiti imewekwa hapa na kumbe ni irisi. Wanaume wengine ukiangalia wameweka kwa miguu. Shetani ashindwe. Ndio wako na imani zimekufa. Ndio wamejawa na matendo isiyostahili. Kwani hao watu wameokoka lakini bado wanafanya mila. Shida yao iko wapi? Imani yao imekufa. Niliona imani ya mama yangu nikiwa mdogo 1994. Niliona imani ya mama yangu na napenda hiyo imani. My mom is a Kikuyu. My dad is a Bukusu. Sasa tukishasema Bukusu, wewe sasa unaelewa hiyo yote. Sasa hapo unaelewa. Na my mama ameokoka. Baba amekufia Mombasa. Na alikuwa askari. So unajua lazima avalishwe vile anavalishwa. Amevalishwa, amewekwa mapamba, amewekwa kila kitu, amevalishwa nguo. Twende nyumbani. Tukafika nyumbani. Kufika nyumbani. Sijui kwa siku 3 hatufai kwenda kwa nyumba ya mama yangu. Hatufai kuonana na mama yangu. Sasa tunaambiwa hivi tunaanza kuona hii ni vitu gani, ni vitu mpya sasa tujawahi ona. Na kana mama yangu kwa boma na simuone. Alipofika kule walimshika mara moja, wakatoa mavitu nyingi. Walitoa mambo na mila. Kule mavitu walitoa. Wakatoa hizo pamba, hiyo sitawahi sahau. Alafu hizo pamba zinapaswa kwenda kutupwa the next day, very early in the morning. Sasa hapa ndio maneno iko. Hii pamba inafaa kwenda kutupwa na wake zake na watoto na hakuna kuangalia nyuma. My mom alianza kusimama hapo na msimamo yake ya wokovu. Hapo ndio nilianza kuona the action part of my mom ya kwamba ninamwamini Yesu. Wapendwa, vile utaprove ya kwamba unamwamini Yesu ya ukweli ni kwa matendo, si kwa kutuambia. Ni wakati imefika, mahali imefika hapa, sasa ni matendo. Kuna vitu mama yangu alikataa, tulivunja hizo mavitu. Tulikuwa tunaenda ona mama, sijui nini, sijui mama lazima alale na mzee yake kwa rumu moja. Hizo vitu zote mama yangu alikataa. Vitu vingi hizo za mila alizikataa zote. Kasimama na wokovu wake. Akamwambia Kenya kimeua mama wako kitaangamiza watoto wako. Tunaishi mpaka wa leo. Na jina la Bwana litukuzwe. Wewe unafikiria ni kazi rahisi? Wewe unafikiria kuchallenge mila, unafikiria ni kazi rahisi? Na unafikiria wenye wanakuongelesha, kwani hata wewe hujui testimony za mila ya kwenu? Kwani hujui testimony vile zimeramba watu? Au jana vile zimefieka watu kwani? Si uko na testimony? Haleluya. Sasa lazima usimame kinyume na hiyo na useme mimi sitafanya kwa jina la Yesu. Inahitaji imani iliyo na matendo. Leo kwa nini tuko na watu kanisani na bado wanaendaga kumbukumbu ya mtu aliyokufa? Leo tuko na watu wanasema nenda chinjia baba yangu. Unajua sikumchinjia. Unaenda na wameokoka, unatudanganya umeenda tembea nyumbani na sio nyumbani umeenda kutembea. Umeenda makumbusho ya mtu aliyekufa. Ni sawa uko na imani, shida yako imani yako imekufa.
Kwa sababu maandiko inasema kwa imani, napenda hii, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa mashaka talabazanda. Nataka uelewe Musa alichukuliwa kwa ile nyumba akiwa na miaka ngapi? Miaka 2 pengine. Sasa Musa hakujua mama yake, Musa hakujua kwingine, Musa alijua palace. Nataka uende uchunguze hivi vizuri, nataka uangalie hivi vizuri. Musa alichukuliwa kwa mtoto mdogo, ndiye alienda kukaa kwa ile jumba la kifahari, kwa palace akiwa mdogo. Kwa hivyo alijua yeye ni wa huko, hakuna mahali kingine alijua. Hiyo ndio chakula alikula. Aliitwa prince, aliishi maisha ya hali ya juu. Hakuna kitu kingine anajua, hakuna pattern nyingine anajua. Hata kuwa na pattern ya kwao, anajua pattern ya pale. Lakini iligharimu faith, iligharimu imani. Mtu alipokuwa mzima akasema kuanzia leo chakula cha ngoma ninaikataa. Vile nitakataa kutanishwa na hii nyumba. Musa, unajua unakataa nini? Nakataa maisha mazuri, nakataa starehe nzuri, nakataa security, nakataa chakula kizuri, nakataa kutembea na mfalme. Hizo zote ndizo ninazikataa. Haikuwa kazi rahisi, na ndio maana ilikuwa ni kwa imani. Vitu zote ambazo ni ngumu kufanya, you need to apply faith, you need to apply faith. Haikuwa rahisi kukataa hiyo maisha ya kifahari, haikuwa rahisi kukataa sasa wewe si mama yangu, haikuwa rahisi. Lakini kwa imani ya matendo ilikuwa rahisi, kwa imani ya matendo ilikuwa rahisi. Leo nimekuja kutangaza, utakumbana na hali zingine ngumu, inahitaji imani ya matendo, inahitaji imani ya matendo, inahitaji imani ya matendo. Maandiko inasema alipokuwa mtu mzima akakataa kwa imani, akakataa kwa imani, akakataa kwa imani, akatoka akasema afadhali, oh my God, akajua tunaenda kuchunga kondoo, akajua tunaenda jangwani, anawacha maisha mazuri, vitu zingine kuacha ni by faith, ni by faith, ni kwa imani ya matendo. nataka uangalie kazi ya kuchunga na maisha ambayo kijana alikuwa anaishi. Ilihitaji imani ya matendo kuachana na hiyo kitu. Leo nimekuja kukuambia kuna tabia zingine inahitaji imani ya matendo kuachana nazo. Kuna vitu vingine inahitaji imani ya matendo kuachana nayo. Bila imani ya matendo hautawacha. Mimi nakuambia ukweli, hautawacha. Kuna hatua zinapaswa kuchukuliwa na imani yako ya matendo kwa kazi hiyo yako. Hiyo kazi bado iko hivyo kwa sababu unaamini peke yake, na kwa sababu bado haujachukua kufanya kenye umeamini. Kuanzia leo na kutuma kwa jina la Yesu, kenye umeamini enda ufanye hivyo. Simama tu kwa miguu yako. Kenye umeamini enda fanya kenye umeamini. Alipokuwa mtu mzima alikataa. Nakwambia ni imani ya matendo. Kenye kitakusaidia kukataa mila ya kweli. Unafikiria kukataa mila rahisi? Watu wa ile nyumbani watakuambia vitu bwana. Wewe utakufa, wewe utakuwa kiwete, wewe utakuwa kipofu, wewe utakuwa hivi, wewe utakuwa hivi. Utapewa vitu vingi, vitisho. Lakini imani ya matendo itarabishi vitu yote. Because ni imani ya matendo inaweza ikaface mila ya kweli. Sio imani tu, imani iliyo hai, imani ya matendo ndio inaweza ikaface mila za kweli. Nilikuambia movie zingine za Nigeria mnazionaga, pastor akiingia kwa kijiji akiwa powerful, anajaribu kutupatia picha ya mambo ya kiroho na pia kimwili. Sasa unapata vile pastor ameingia, naomba, wanaamua kumtokezea live. Na pastor naomba barabara, wale watu wameshika hiyo mji mateka, wanaamua kumtembelea live hata wao. Anasikia tu paki kitu kimetokezea kwa nyumba. Kama una imani ya matendo utatoroka. Hapo utaomba. Mtu amekuja unaomba. Mtu amekuja live,
shetani akikuja live unafaa kuomba? Biblia kuhusu shetani, kuna mahali Biblia inasema mpingeni shetani. Kupinga kuna maanisha nini? Ako hapo. Sasa unampinga. Unajua kanisani watu wanaamini mganga kuna kitu anaweza kumfanya. Wangapi wanaamini? Wangapi wanaamini? Mganga mtu hakuna kitu anaweza kumfanya. Unajua madawa inarushwa ni vile hujawahi ona ikiru. Naomba Mungu akusaidie uone ikiwekwa na ujue ni wewe unawekewa. Utapita bila imani ya matendo, hapo iko kazi. Hii mapepo majini unakemeaga mpendwa, ikiamua kukuvisit mweka chini ukajiuliza maswali. Hii mavitu unakemeaga ikiamua kukupea visit kwa nyumba yako, utasimama? Kama una imani ya matendo ndio itakusaidia kuface hiyo kitu kwa matendo. Because unakemeaga majini tu, ziamue tu kukuja. Sema wewe ni nani? Mtu akwambie mimi ni majini yenye unakemeaga. Umenikemea sana. Leo niliamua kukuja. Utakaa kwa hiyo nyumba? Utakaa kwa hiyo nyumba? Si utatoroka? Kwa sababu gani? Wewe uko kwa level ya kuamini peke yake, lakini imani yako haina matendo. Kama imani yako iko na matendo, hapo utamface. Vitu vingi tunaendelea kuamini, maana wapendwa hatujaona na macho. Mimi nakuambia ukweli. Mnakemea waganga hapa na wengine hujawahi ona mganga. Unapatanaga na yeye akiwa amevaa raia. Najua umepatana na waganga wakiwa wamevaa raia. Hebu mpatane na yeye akiwa kazi. Patana na yeye akiwa amevaa nini? Amekuwa amevaa nguo ya kazi. Je, utastahimili? Utastahimili? Hapa kuna hitaji imani ya matendo. Hapa kuna hitaji imani ya matendo. Ninaomba siku moja hiyo ka spirit tunakemeaga sana. Maana Biblia inasema shetani hujibadilisha kuwa malaika wa nuru. Ijibadilishe siku moja ikuje na image ya mtu. Na ikuje vile zinakuja kama kimtu kimekufa. Na ikuje na hiyo muziki. Ziseme mimi hiyo fulani wa fulani. Utaendelea kukaa kwa hiyo nyumba na kupatia tu changamoto ya kwamba imani ya matendo ndio itatuwezesha kukumbana na vitu zingine katika hali ya matendo. Sema amen. Sema amen. Sasa sijui tukijifundisha hivi mtu anaombewa aje? Tukijifundisha hivi mtu anaombewa aje? Sinafikiri hivi wewe umesikia? Go and act. Nafikiri na maana nitakuambiaje? Maana hata nikikuambia hiyo ni sehemu ya kiroho. Hii nataka matendo. Enda ufanye kile umesikia. Amen. Amen. Enda act. Wangapi wameona unafaa kuact? Tafadhali enda chukua matendo. Enda chukua hatua za imani na utaanza kuona. Wacha nikwambie, siku ile utafanya. Unajua hii mambo ya Mungu na ipendeaga hii. Siku ile utafanya kamoja, hapo kamoja katakuonekana nje. Kile kinatuma mimi siogope mganga ni kwa sababu nimedeal na waganga. Kile kinatuma ninashikashika hii mavitu ni kwa sababu nimeshika. Training yangu ya injili nilifanywa Mombasa. Nimeishi Mtwapa. Huko mahali unasikia kunaitwa Ribe, Ganze, Rabai huko. Kule wachawi hawajifichi, wako wazi. Napata mtu amepaa mpai rizi nzuri. Huko ndo nilianza kutrainiwa kwa matendo. Unaona na macho. Hizi ni rizi unashika ukichoma. Wewe tukikwambia hata ushike rizi utashika kweli? Si utajua itakuaffect. Kwa sababu tayari your faith iko na problem. Kama ninaamini na niko na imani ya matendo, nashika rizi itanifanya nini? Kenya naweza ogopa kushika ni sumu. Maana najua ni sumu na nishike. Bahati mbaya niweke mkono wapi? Nitaenda heaven. Hiyo itakuwa ni ujinga. Lakini hivi hapana.
So wakati nilipitia huko, nikwambia tulikuwa tunaenda kuomba, wanaingia kuomba, masufuria zinaanza kupepea, vitu zinaanza inuliwa kwa nyumba. I will never forget. Vitu unajua majini kazi yake inasumbuaka tu, inakutatiza kati. Hizi zinafungua mlango, zinafungua madirisha, unaweka kitu hapa, unaenda unarudi kwa hapa. Hizi zinakuwa ni kazi za majini. Vamio. Tulikuwa tunaopaka shandala basata, ukifungua macho unaona vitu ziko kwa hewa. Utafanya aje? Utaendelea kusaidia mkuja kusaidia ama utajisaidia kwanza? Sasa nilipokuja hapa actually Kericho, nilipokuja Kericho nikapata Kericho nika kitu kadogo. Nilipoanzisha huduma sitawahi sahau vile Holy Spirit yangu imeenda hivi. Kuna kamganga kalikuwa kwa ngambo pale Prince Michael pale Riverside. Sitawahi sahau. Kila siku asubuhi huyo jamaa unajua alikuja. Huyo jamaa alikuja mpaka hapa. Nafikiri aliangalia kanisa vile inakaa, kaniona, akaangalia vile kuna kaa, akauliza, akaona akanitakatisha. Sitawahi msahau. Alikuja mpaka hapa. Akaanza tulipelekana na huyo mtu. Na nikamwambia utakaa Kericho. Na nashukuru Mungu leo akuwa Kericho. Sijui alienda kufanyia uganga wake. Hebu niambie, ningekuwa sina imani ya matendo, tuongee naye alafu aniambie mimi ni mganga, si hapo ndio nitakwisha na paradise. Ndio kama zako mwambie na kuombea Mungu akufanyie for example. Jana pia kuombea Mungu akufanyie for example. Sema for example. Ilo kwa juu. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru kwa sababu ya neno la siku ya leo. Tunapokea neno lako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kupitia neno lako tunaamua kuchukua hatua ya imani. Vile tumeamini, tunaingia kwa matendo ya kile tumeamini. Kuanzia leo na kuendelea. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Sema amen. Wakati paka, kuna vile paka sometimes ikipigana huwa zinalia. Wangapi wamewahi sikia kitu kama hiyo? Unasemanga nini? Kuna mtu hawezi la. Kuna mtu unaogopa hata hawezi, kama zinapigania nje ya bedroom utatoka mpaka huko. Na ni paka tu zinapigana. Zinatoa sauti nyingine mpofu sana. Hiyo nyumba utalala. Hata kuna mtu alihama. Acha nikuambie kwa ploti, mwenye anaenda kwa uchawi atahama. Mimi sitahama. Siwezi hama. Siwezi toroka mchawi. Labda ploti iwe yake nitamtokea, maana sitamweza, ploti ni yake. Lakini kama ni jirani alikuja vile nimekuja, na kuambia watahama wao kwa jina la Yesu. Na watuma kwa jina la Yesu. Endeni muweke kwa matendo kile mnaamini, juu ya kazi, juu ya maisha, juu ya kuendelea, juu ya pesa, juu ya nini. Enda weka kwa matendo, utamuona Mungu katika jina la Yesu. Sema amen. Si Mungu akubariki sana. Hakikisha umeshare video hii mpendwa mtazamaji wangu, ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Kutoka kwetu hapa Winners Celebration Center Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Ni mimi wako Apostle P.M. Simiyu, Voice of Fire. Kutoka hapa nasema umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen.